wanajadili. Mjadiliano huu unaweza kuzaa chochote? Yes, na hiyo ndio ajenda kubwa kisa katika siku ya leo ambapo inahusisha Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzake wa kiongozi wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas. Leo watakutana kwa ajili ya kuzungumza mpango wa amani katika eneo la Gaza. Na wote tunafahamu kwamba katika eneo la Gaza na katika eneo la Palestina, lakini hususan katika siasa za Mashariki ya Kati, kuna mipango mbalimbali ya kuhakikisha kwamba eneo hilo linakuwa ni eneo la utulivu, eneo salama kwa kuishi, eneo ambalo limekuwa likipelekea au likikosekana ule utulivu au uvunjifu wa haki za binadamu. Kwa hiyo viongozi wengi wa kimataifa ambao tunawaita ni global leader akiongozwa na Emmanuel Macron, tukamwona Trump vile tukamwona Keir Starmer, na viongozi wengi kwa kweli wamekuwa wakijaribu kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati linakuwa ni eneo la utulivu. Of course limekuwa ni zao la kihistoria kwa namna gani eneo hili limekuwa likiwa na vuta ni kuvute ya masuala ya kidini, masuala ya kisiasa, geopolitics za kimataifa, hata namna gani masuala ya utaifa yamekuwa kichukua nafasi kubwa zaidi katika eneo la Palestina. Sasa Emmanuel Macron na nchi ya Ufaransa, tunafahamu kwa mfano kwenye kikao kilichopita waliweza kuitambua nchi ya Palestina. Na ni mojawapo ya nchi ambayo kweli imechukua nafasi kubwa sana kwenye siasa za kimataifa. Namna gani Ufaransa, Canada, Uingereza wameweza kuweka azimio la kuweza kuitambua taifa la Palestina. Na kimsingi ni kwamba tunaposema taifa tunazungumzia vitu vitatu. Maana taifa maana ni watu, taifa maana ni serikali, taifa maana ni mipaka. Kwa hiyo Uingereza kutazama Ufaransa, wao ndio kwa kiasi kikubwa wamekuwa kisupport Israel, lakini tumeshuhudia baada ya yale ambayo yanaitwa mauaji ya watu wengi, takriban watu 60,000 kufariki katika eneo la Gaza, tumeona kwamba hawa watu sasa wamekuja kuitambua nchi ya Palestina. Of course kulikuwa kuna vikwazo. Hotuba kali ya Benjamin Netanyahu imekuwa ikisema kwamba hakutakuja kuanzishwa taifa la Palestina, lakini tumeshuhudia vile vile kwenye bunge la Knesset, bunge la Israeli, wameendelea mpango wao wa kuweza kutaka kuongeza mipaka katika ukanda wa West Bank. Sasa kikao cha leo cha Abbas na mwenzake Macron kinatarajiwa kwamba ni kikao ambacho kitaendeleza harakati za kuweza kupelekea amani ya Gaza. Mwanzo tumeshuhudia kulikuwa kuna mpango wa watu wa 20 ambao unaongozwa na Rais Trump kuhakikisha kwamba Hamas inakuwa sio sehemu ya kuongoza Gaza, lakini watu wa Gaza wanaweza kuishi kwa amani. Nchi za Kiarabu na jumuiya za kimataifa, mpango ambao unaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza kwamba Tony Blair kuja kuiongoza eneo la Gaza. Kwa hiyo mipango kule imekuwa ni mingi sana ambayo inaongozwa na hii jumuiya za kimataifa. Sasa hoja msingi ni kwamba, na nafikiri katika hoja yako kwanza ambao umejenga, kwa nini swala hili limekuwa ni swala ambalo limekuwa kila siku au kila miaka ni mipango ya amani? Hoja msingi ni kwamba imekuwa ni mzozo ambao tunaita ni paradox, kwa kwamba ni mzozo ambao umekuwa ukihusisha maslahi zaidi ya nchi moja, lakini maslahi ya utaifa. Kwa Palestina, wao wamekuwa wakipigania na kuweza kupinga kile kinachoitwa unyonyaji, ukandamizaji wa haki zao za msingi katika kujitawala, lakini kwa Israeli wamekuwa wakijenga hoja kwamba wao hawana sehemu nyingine ya kuishi. Waliuliwa kwenye Holocaust karne ya 19, waliuliwa na Hitler. Kwa wao pale Mashariki ya Kati ni eneo ambalo wanahisi kutokana na vitabu vyao vitakatifu lazima waweze kuwekwa pale. Kwa hiyo mpango wa Macron, mpango wa two-state solution, mpango wa jumuiya ya kimataifa umekuwa ni mpango mbalimbali ambayo kwa kweli imekuwa ikiibua wadau wengi wa diplomasia, wadau wengi wa migogoro, namna gani Mashariki ya Kati na eneo la Gaza hususan katika upande wa Palestina wanaweza kuishi kwa amani na wenzao wa Israeli. Mwanzo nilikwambia mazungumzo yamekuwa mengi. Donald Trump anahitajwa ndo Marekani kama ndo inaongoza dunia vile wanataja hivyo. Tayari ameshawahi kuzungumza kuhusu hatima ya Gaza, akaeleza namna ambavyo yeye anaiona Gaza mpya. Kwamba sio Gaza eneo la machafuko, Gaza mpya kujengwa, ikatamkwa hivyo. Na watu kwa wanaichanga kama itakuwa ni karata ya ushindi kwenye uongozi wake, kama comeback, kurudi tena madarakani. Lakini ameenda sijaelewa kama
mambo yameenda naenda anarudi naenda narudi. Kwa hiyo pengine hiki anachoanza kukifanya Ufaransa na mataifa mengine wanaweza kuzaa chochote kitakuwa cha tofauti nini? Mazungumzo haya nimekuambia mwanzo mchungu. Yamekuepo, yani yamekuepo. Ukikaa kidogo utasikia nchi za Umoja wa Ulaya sasa zimeamua kuzungumza. Ukikaa kidogo utasikia sasa hapa wameamua nchi zenye maendeleo G5 wameamua kuizungumza. Nini kitakuwa special kwa Macron? Yani nini special? Yes, kwanza ni kwamba ni kweli kama ulivyosema kwamba Trump amekuwa ni kiongozi ambaye amekuja na mipango mbalimbali. Na moja ya kitu ambacho kwa kweli Trump kilimsababisha kushinda urais ni sera yake ya mambo ya nje ambayo ilimsaidia yeye kuhakikisha kwamba anaweza kurudi mamlakani kwenye awamu yake ya pili. Kwanza kuna swala lako la msingi kwa Trump, yeye amekuja na mipango mbalimbali. Kwanza alikuja na mpango ambao unafahamika kwamba Abraham Accord. Ni mpango ambao wakuja kuweza kutengeneza unaita normalization, yani taifa la Israeli kuweza kutambuliwa dhidi ya mataifa kinzani ya Kiarabu. Na hata jana kuna ziara ya kiongozi mpya wa Syria ambaye kiongozi huyo tumeshuhudia kwamba aliweza kumuondoa Assad. Umekuwa nao ni mojawapo ya nchi ambayo imeingia katika mpango wa normalization. Kuna kwamba sasa Syria itakuja kuitambua taifa la Israeli. Ukiacha katika historia yao ya Bashir al-Assad, Hafidh al-Assad, ulikuwa kuna msuguano mkali sana kati ya Israeli na Syria. Kwa hiyo sasa mpango wa Trump wa Mashariki ya Kati, anataka Mashariki ya Kati ambayo ikiwa na amani zaidi. Lakini sasa kwa Emmanuel Macron wao kuwatazama, cha kwanza kumekuwa kuna harakati kubwa sana duniani, hususan ambazo zimekuwa zikiongozwa na wanaharakati wa haki za binadamu, hata wanaharakati za watoto, kupinga kwamba kile ambacho kinachoitwa mauaji ya halaiki ya watu wa Gaza, hususan katika eneo la Gaza. Kwa sasa Emmanuel Macron kitazama aliongoza kikao, aliongoza harakati za kuweza kutambua taifa la Israeli na taifa la Palestina kwa kwamba waweze kuishi kwa pamoja. Sasa hoja msingi nafikiri katika kikwazo kikubwa ni mipaka ya taifa la Palestina, kwa sababu kwa kipindi kirefu kitazama mipaka ya Israeli dhidi katika eneo la Palestina imekuwa likiongezeka tangu taifa la Israeli lipoanzishwa. Kwa sasa watu wengi wamekuwa wakijenga hoja kwamba okay, tunajua kwamba nchi maana yake ni watu, nchi maana yake ni serikali, nchi maana yake ni mipaka. Je, hii mipaka ya Palestina itakuwa ni mipaka ya namna gani? Lakini je, katika mpango ambao umekuja nao Israeli katika bunge lao la Knesset, walikuja na mpango wa kuweza kuongeza walowezi zaidi katika eneo la West Bank. Na lazima tufahamu kwamba eneo la West Bank mpaka sasa hivi kuna wakazi 500,000 ambao wanaishi illegal, kwa kwamba hawatambuli kuna sheria za kimataifa. Sasa je, huu mpango ambao wanakuja nao Ufaransa kuweza kutambua taifa la Palestina, mipaka yao itakuwa ni wapi? Of course kuna jitihada ambazo zimefanyika katika mwezi uliopita za kuweza kuitambua Palestina na hata kuipa kiti cha observer, kiti cha kama kwamba cha kiti cha kama muangalizi katika Umoja wa Mataifa, lakini bado harakati hizo zimekuwa hazijaweza kufua dafu na zina maswali mengi katika jumuiya ya kimataifa. Kwa kimsingi ni kwamba ni kweli kuna kwa mipango mbalimbali, lakini ukitazama bado swala la mipaka, bado swala la kihistoria, bado swala la utaifa limekuwa ni swala gumu zaidi kuna eneo la Mashariki ya Kati. Of course uanzishaji wa taifa la Palestina na uanzishaji wa taifa la Israeli hauwezi kuacha kuzungumzia ushawishi wa Marekani, Ufaransa, Uingereza dhidi ya kuanzishwa taifa la Israeli. Kwa hiyo hawa wenyewe kutazama wamekuwa ni wakiweka nguvu kuweza kuhakikisha kwamba Israeli na kuwepo, lakini zaidi sana sasa hivi tuna kabisa kwamba wanabadilika na kuja kutambua taifa la Palestina. Israeli wao wametoa taarifa pia hivi karibuni sio niseme kwa lugha nzuri kususia. Wakisema kwamba hawataki vikosi vya Uturuki kwenye kipindi kama hiki ambacho suluhu inatafutwa na vitu vingine kama inamaanisha nini hiyo? Yes, cha kwanza kumekuwa kuna msuguano mkali sana kati ya Uturuki na taifa la Israeli. Baada ya kile ambacho kinachoitwa ICJ, International Court of Justice, tukashuhudia South Africa ikaipeleka mahakamani Israeli kwa kile ambacho kinachoitwa mauaji ya halaiki. Lakini vile tukashuhudia juzi Rais Erdogan naye ameunga mkono juhudi za South Africa kuja kuitaka Israeli iweze kushtakiwa kwenye mahakama ya haki almaarufu kama ICJ, International Court of Justice. Kwa sasa kumekuwa kuna hiyo sintofahamu mbalimbali kati ya serikali ya Netanyahu na hata serikali ya Uturuki. Na moja ya speech ya Netanyahu alisha kumwambia Erdogan kwamba huu mji mkuu wa Jerusalem
ni mji wetu ambao tumepewa na ndio utambulisho wetu wa nchi ambao unaitwa taifa la Kiyahudi. Kwa hiyo Jerusalem haiwezi kushare dhidi ya Wapalestina. Kwa hiyo ilikuwa ni mtazamo mkali sana dhidi ya wapinzani ambao wameongozwa na nchi ya Uturuki. Of course Uturuki umekuwa ni nchi ambayo ikijaribu kupeleka amani Mashariki ya Kati, lakini wao kwa tazama wamekuwa vile vile wana hofu dhidi ya upanuzi au dhidi ya sera za Israeli katika Mashariki ya Kati, kwa sababu lazima tufahamu kwamba Israeli amekuwa na ile sera yake ambayo wanasema make Israel great again, kwa kwamba mipaka yao ya nchi yao ambayo imetajwa kwenye vitabu vyao vitakatifu itakuja kuongezeka, na unaamini kwamba maeneo kwa mfano ya Lebanon, maeneo kwa mfano ya Syria. Kwa hiyo Waturuki wanahisi kwamba hawa watu harakati zao zinakuja kuongezeka, siku moja wanaweza kuja kutuvamia paka sisi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kumekuwa kuna diplomasia kali sana kati ya Rais Erdogan kwamba kiongozi wa Uturuki na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini tukiachana na habari hizo, tukiendelea kusalia kwenye ukanda huo